Naomba leo tushare kitu kimoja. Hivi unajua leo hii mimi nikiwa nimepata ajali ya gari. Nimepelekwa hospitali. Nimepelekwa hospitali na nipo kwenye koma. Napumulia mashine. Ndani ya miezi 6. Dokta akaniangalia, akaona kabisa sina uhai mrefu. Siwezi kupona. Ataenda kwa ndugu zangu, atawaambia kwamba naomba nipate ruhusa ya kuzima mashine kwa sababu mgonjwa wetu anaweza asipone, akapoteza maisha. Unajua sio babangu wala sio mamangu ambaye anaweza kutoa idhini ya mashine kuwashwa au kuzimwa, ila ni mume wangu ndiye ambaye atatoa idhini ya mashine iwashwe au izimwe. Kwa hiyo, hili jambo la ndoa sio kitu kidogo. Fikiria sana, tafakari sana kabla hujaingia kwenye ndoa. Ni nani unataka kuingia naye kwenye ndoa? Sio jambo la kurupuka la kwamba umelala, umeamka, nataka kuolewa na fulani. Mchunguze sana, mjue sana, kwa sababu ikitokea siku huwezi kujitetea wala kujisemea chochote, yeye ndo atafanya hivi. Sasa unatakiwa ujiulize, huyo mtu ambaye unataka kuingia naye kwenye ndoa anaweza kusimama kwa niaba yako, akakutetea, akakukingia kifua, ikiwa wewe wakati huo huwezi kujitetea? Je, yeye anaweza kukutetea?